Ndoto ni nini? Hii ni simulizi ya elimu na mafumbo ya akili. Mwandishi ni DJ Manumbu. Inasomwa na Binti Zuri. Usiku ulipoingia, kimya kikatawala dunia. Macho yakafumba taratibu. Na hapo ndipo safari nyingine ilianza. Hii ni safari ya ajabu, isiyoonekana kwa macho, lakini huonekana ndani ya akili ya mwanadamu. Hii ni safari ya ndoto. Watu wengi huota kila siku. Wengine huota wakikimbizwa. Wengine huota wanaruka angani. Wengine huota wamepata pesa nyingi. Na wengine huota jambo halafu baada ya siku chache jambo hilo hutokea kweli. Lakini swali kubwa ni hili. Ndoto ni nini? Kwa nini binadamu huota? Na je, wanyama pia huota ndoto? Leo tutaingia ndani ya siri nzito ya ndoto. Ndoto ni nini? Ndoto ni picha, matukio au hisia zinazotokea ndani ya akili wakati mtu amelala. Ndoto hutokea zaidi wakati ubongo bado unafanya kazi hata kama mwili umepumzika. Wataalamu wa sayansi wanasema kuna kipindi cha usingizi kinaitwa REM sleep. Hiki ni kipindi ambacho ubongo huwa na shughuli nyingi sana, ndipo ndoto nyingi hutokea. Ndani ya ndoto unaweza kuona watu waliokufa. Unaweza kuzungumza na mtu ambaye hayupo karibu. Au ukaona sehemu ambayo hujawahi kufika. Wakati mwingine ndoto huwa za furaha. Wakati mwingine huwa za kutisha. Na mara nyingine huwa za ajabu kiasi kwamba mtu huamka akiwa na hofu kubwa. Kwa nini binadamu huota ndoto? Hakuna jibu moja tu. Wanasayansi na wataalamu wa akili wanaamini ndoto hutokana na mambo mengi. Sababu ya kwanza, ubongo hupanga kumbukumbu za siku nzima. Mambo uliyoyaona, mambo uliyoyafikiria, hofu zako, matamanio yako. Vyote hivi vinaweza kuingia kwenye ndoto yako. Sababu ya pili, ndoto husaidia akili kupunguza msongo wa mawazo. Mtu mwenye mawazo mengi anaweza kuota sana. Sababu ya tatu, wengine huamini ndoto ni ujumbe wa ndani ya nafsi ya mwanadamu. Ndiyo maana watu wengine huota jambo kabla halijatokea. Je, wanyama pia huota ndoto? Jibu ni ndiyo. Wataalamu wamegundua kuwa baadhi ya wanyama pia huota ndoto. Mbwa wakati mwingine hulala na kuanza kutikisa miguu kana kwamba anakimbia. Paka hulala na kutoa sauti ndogo ndogo. Hata tembo, nyani na panya wameonekana kuwa na mfumo wa usingizi unaofanana na wa binadamu. Inaaminika kuwa nao huota. Huenda mbwa akaota anakimbiza paka. Au paka akaota anawinda panya. Hii inaonyesha kuwa ndoto si kwa binadamu pekee. Ndoto maarufu na maana zake. Huota unaanguka. Watu wengi huota wanaanguka kutoka juu. Wataalamu wanasema ndoto hii inaweza kuonyesha hofu, kutokuwa na uhakika au maisha kutokuwa sawa. Huota unakimbizwa. Hii ni ndoto maarufu sana. Mtu anaota anakimbizwa lakini hafiki mwisho wa kukimbia. Mara nyingi ndoto hii huonyesha mtu ana tatizo au jambo analolikwepa kwenye maisha yake. Huota meno yanang'oka. Watu wengi huogopa sana ndoto hii. Wengine huamini ni ishara mbaya, lakini wataalamu wa saikolojia wanasema inaweza kuhusiana na hofu ya kupoteza kitu muhimu au kuzeeka. Huota unaruka angani. Ndoto hii mara nyingi huhusishwa na uhuru. Inaweza kumaanisha mtu anatamani mafanikio au anataka kutoka kwenye matatizo yanayombana. Huota maji mengi. Maji kwenye ndoto huwakilisha hisia. Maji tulivu yanaweza kumaanisha amani, lakini maji yenye mawimbi makubwa yanaweza kuonyesha msongo wa mawazo au matatizo. Kwa nini watu wengine huota jambo na likatokea? Hii ndiyo siri inayowashangaza wengi. Kuna watu huota ajali. Halafu ajali hutokea. Wengine huota mtu wanayemjua. Halafu baada ya muda jambo fulani hutokea kwa mtu huyo.
Wataalamu wa sayansi wanasema wakati mwingine ubongo huunganisha dalili ndogo ndogo ambazo mtu hajazitambua akiwa macho. Ubongo unaweza kutabiri jambo kabla halijatokea kwa kutumia taarifa zilizojificha ndani ya akili. Lakini pia wapo wanaoamini ndoto nyingine ni ishara za kiroho. Ndiyo maana mjadala wa ndoto umeendelea kwa maelfu ya miaka mingi. Na mpaka leo hakuna aliyepata jibu kamili. Hitimisho. Ndoto zimekuwa siri kubwa ya maisha ya mwanadamu. Kila usiku mamilioni ya watu hulala na kuingia kwenye ulimwengu mwingine wa ajabu. Wengine huamka wakicheka, wengine huamka wakitetemeka kwa hofu. Lakini jambo moja ni la kweli, ndoto zinaendelea kuwafanya binadamu wajiulize maswali mengi bila majibu ya uhakika. Na pengine ipo siku moja ulimwengu utagundua siri halisi ya ndoto. Lakini mpaka leo ndoto bado ni fumbo kubwa ndani ya akili ya mwanadamu. Mwisho, kama umeipenda simulizi hii usisahau kulike, kushare na kusubscribe hii chaneli ya DJ Manumbu ili usikose simulizi kali kama hii yenye mafunzo makubwa. Mimi ni Binti Zuri, tukutane wakati mwingine. Asante sana.